Habari za leo mpenzi mfuatiliaji wa kazi mbalimbali za fasihi, hususan wanafunzi unayesoma literature in English pamoja na English language Tanzania. Leo nimekukaribisha uchambuzi wa novel moja inayotumika kwenye somo la literature in English, inafahamika kwa jina la The Old Man and the Medal, maana yake mzee pamoja na medali. Mwandishi wa novel hii anafahamika kwa jina la Ferdinand Oyono kutoka nchi ya Kameruni. Novel hii imeandikwa kwa lugha ya Kifaransa mwaka 1956, kwa maana ya kwamba Li Vix Negla et la Medaille, Li Vix Negla et la Medaille, akimaanisha kwamba The Old Man and the Medal. Novel hii ilitafsiriwa na mwandishi mmoja wapo anafahamika kwa jina la John Reed mwaka 1967. Ila mwandishi mwenyewe bwana Ferdinand Oyono aliandika kwa lugha ya Kifaransa mwaka 1956 wakati wa ukoloni kipindi hicho. Ndio maana nchi ya Kameruni miaka hiyo ilikuwa imetawaliwa na Mfaransa, na hata lugha ya taifa walikuwa wanatumia lugha ya Kifaransa. Ndio maana bwana John Reed alitranslate kwenda kwenye lugha ya Kiingereza mwaka 1967, kwa sababu English language ni international language, ili msomaji sasa mwanafunzi aweze kuelewa kwa kina zaidi kile alichokilenga mwandishi Ferdinand Oyono. Kama wewe ni mwanafunzi unayesoma literature in English, na kuomba usikize kwa makini sana kwenye uchambuzi huu wa novel ya The Old Man and the Medal. Lesson ya leo inahusiana na character, yani main character mwenyewe anayefahamika kwa jina la Mecca. Mecca ndo anayebeba matukio yote ya kitabu hiki cha The Old Man and the Medal. Mecca ndo anasadifu kwenye title ya novel hii ya The Old Man and the Medal. Kwa sababu gani? Yeye ndo mzee. Tunaposema The Old Man maana yake ni mzee. Mzee mwenyewe ni nani? Ni Mecca. The Old Man and the Medal, medal maana yake ni medali, medali ya ushindi ambayo Mecca alipewa tarehe 14 mwezi wa 7 kipindi cha vita ya kwanza ya dunia. Miaka hiyo, kipindi ambacho wakoloni wanaingia katika taifa la Kameruni, na wazungu walimpa hiyo medali kwa sababu ya ukarimu aliowakaribisha hawa wakoloni na kuwapatia kipande cha ardhi, na wakoloni wakaona kwamba huyu mzee ni ana hekima, anastahili kupewa medali, na medali hiyo alipewa. Ndo mwandishi bwana Ferdinand Oyono akatengeneza title ya novel yake na kuita The Old Man and the Medal. Lakini novel hii imebeba swala la effect of colonialism, madhara ya ukoloni barani Afrika, akionyesha kwamba Waafrika ndo wao walipelekea au ndo sababu kuu waliopelekea Waafrika kunyanyaswa, maana wema wao ndo umewaponza. Ndo maana dhamira kuu ni effect of colonialism in Africa. Lakini sana sana alikuwa amelenga upande wa ignorance, kwamba Waafrika walikuwa ni wajinga kipindi hicho, kwamba hawajui wema wao uliwaponza, hawajui kwamba baadaye watakuja wasalitiwe na hao wakoloni na hao Wafaransa ambao wamewapokea wenyewe. Sasa Mecca mwenyewe anaonekana kwamba ndo msababishi wa yote katika taifa la Kameruni na jamii yake kwa ujumla, kwa sababu wakoloni hawa Wafaransa hawa walipokuja katika bara la Kameruni aliwapokea yeye mwenyewe na kuwapatia kipande cha ardhi. Lakini baadaye hawa wakoloni walianza kuchukua maeneo ya watu, yani ya Afrika. Kwa hiyo tunapata dhamira ya land nation, yani unyang'anyi wa ardhi, na baadaye ikatokea vita kubwa sana juu ya Afrika pamoja na hawa Wafaransa, yani wakoloni. Kwa hiyo tunakuja kuona sasa hiyo vita inakuja kuendelea. Sasa istoshe huyu mzee Mecca anawapatia hawa wakoloni watoto wake wawili wa kiume wajiunge na wakoloni kupigana dhidi ya ardhi na Waafrika. Lakini mwishowe hao watoto wake wawili wa kiume walikufa kwenye vita. Kuone kiasi gani swala la death limeongelewa ndani ya hii novel ya The Old Man and the Medal. Lakini tukumbuke kwamba wakati wanakuja hawa koloni walikuja na mambo mengi sana, walieneza dini katika taifa la Kameruni, na hata Mecca mwenyewe
baadaye alibatizwa akawa Mkristo, akaachana masuala ya mila na desturi za Mwafrika. Kwa hiyo tunapata dhamira ya religion au Christianity katika novel hii ya The Old Man and the Meadow. Pia tunaona hata mke wake alibadilisha dini. Baadaye akawa naye ni Mkristo, na Waafrika wengine walichange, lakini kuna baadhi ya Waafrika wengine walikataa, maana hawa koloni walianza kunyanyasa na kunyanyapaa sana hawa Waafrika. Sasa baada ya Meka kutengeneza urafiki na kukaa karibu sana na hawa koloni wa Faransa, alipewa hiyo ahadi kwamba tarehe 14 mwezi wa 7 ataenda kuchukua ile medali, yani ni medali ya heshima kama ya ukarimu kuwapokea hawa wakoloni. Na pia akamwambia jirani yake anayefahamika kwa jina la Nkolo. Nkolo huyu ni jirani yake na Meka, na sifa ya Nkolo inavyoonekana kwamba ni mtu ambaye anayeamini katika masuala ya polygamy. Kwa hiyo katika dhamira ya polygamy tunaipata kwa huyu mhusika Nkolo. Nkolo ana wake 5, ndio maana ana 5 wives. Dhamira ya polygamy tunaipata ni mojawapo African tradition and customs, na pia alikuwa na mpango wa kuoa mke mwingine wa 6. Pia akamwambia sasa apeleke taarifa kwa shemeji yake ambaye ni kaka yake na Kelala. Mke wa Meka anafahamika kwa jina la Kelala. Akamwambia kwamba aende katika Dum, katika eneo la Dum, kijiji cha Dum, kuvuka mjini wazungu wanapokaa. Mbele yake sasa kama poli ya kutosha, mito ya kutosha, ndio unafika kwa Engamba, ambao shemeji yake na Meka anafahamika kwa jina la Engamba. Nkolo alienda akasafiri akatoa ile taarifa, na Nkolo naye alifurahi sana kuona kiasi gani shemeji yake anamjali kwa jambo hilo. Ni kweli siku iliwadia akafungasha safari, akawa amebeba kondoo kama zawadi kwa shemeji yake Meka, ili naye akiamini kwamba aje atengeneze ukaribu na hawa koloni na yeye. Kwa hiyo tunapata dhamira ya favoritism, nepotism kwa Engamba anapobeba zawadi hiyo. Alikuwa na mke wake anaelekea nyumbani kwa Meka. Hiyo siku Meka alienda kule Dum Town, akitoka katika eneo la Zuolian huko village. Kwa hiyo setting, mpenzi msikilizaji, mwanafunzi unasoma literature in English, unatakiwa uziandike hizo setting. Kuna Zuolian village ambao ni Zourian, Zuolian village, pamoja na Dum Town ambao wazungu ndio walikuwa wanakaa katika ile eneo. Sasa Meka akaenda katika ile eneo, lakini kipindi anafika akupokelewa kile hali ya kiheshima, lakini alikaa muda mrefu sana. Mwandishi anatuonyesha kwamba Meka alikaa lisali zima juani akiwa anasubiria ile medali yake. Kwa hiyo ni kiasi gani jinsi Waafrika jinsi walivyo wavumilivu, na hata dhamira ignorance tunaiona kwamba kisa medali asu, lakini baadaye alipewa hiyo medali. Na Meka aliwakaribisha wale wazungu kwamba waende kusherekea, maana alikuwa ameshawakaribisha ndugu zake, jamii yake kwa ujumla washerekee kupewa ile medali. Sasa wale wazungu wakamwambia kwamba yeye aende tu, lakini sherehe yake jinsi alivyofanya na wao wapo pamoja kusherekea. Kwa hiyo uone dhamira ya Bertrand tunaiona zidi ya hawa wa colony, kwamba colonialisti kwamba wanaonekana wanamsaliti Meka, hawapo pamoja, wanampa ile medali, lakini ni kama sehemu ya usaliti. Na pia dhamira ya hypocrisy, unafiki tunaona katika maeneo hayo, kwamba ni unafiki, unampatia medali lakini hamtaki kushiriki kwenye swala la sherehe au kumuunga mkono kama sehemu ya zawadi ambayo wamempatia. Watu walijaa sana, na hiyo siku shemeji yake na Meka Engamba alifika nyumbani, wakawa wanataniana, watu wengi wanamtania Meka na watu walisherekea kweli hiyo siku. Lakini sasa mwandishi anaendeleza kutuambia kwamba Meka hiyo siku alilewa sana. Tunaambiwa kwamba Meka alikuwa anaenda sehemu moja kwa piga pombe ambao ni gongo, anafahamwa kwa jina la Mami Titi. Kuna mhusika anafahamwa kwa jina la Mami Titi. Mami Titi ni MAMMY, Mami of Titi, TIT, Mami Titi. Huyo ni bibi anayeshughulika na swala la kuandaa gongo, yani pombe. Kwa hata dhamira ya alcoholism, drunkenness tunaipata kupitia hii novel ya The Old Man and the Meadow. Watu walilewa sana. Na hiyo siku tukumbuke kwamba Meka alilewa, lakini yeye hakukumbuka kwenda nyumbani, kurudi nyumbani. Lakini sasa hata shemeji yake Engamba aliondoka na kwenda nyumbani kwa mdogo wake, yani kwa dada yake ambaye ni Kelala. Lakini alipofika
huyu Engamba kwa dada yake alimkuta akiwa analia, ana majonzi makubwa sana juu ya kifo cha watoto wake wawili waliokufa vitani. Sasa anajilaumu sana na huyu mama Kelala akiwa na mlaume wake ujinga aliofanya kuwapatia wazungu au wakoloni watoto wake wawili wajiunge upande wa mkoloni. Kwa hiyo ikapelekea huyu mama akawa na majonzi makubwa akiumia juu ya vifo vya watoto wake. Kwa the role and the position of women, tunazungumza kwamba women portrayed as sympathetic. Anakuwa na majonzi juu ya watoto wake, na pia ni parent and caretaker. Tunamuona Kelala jinsi anavyokuwa na majonzi, na hata majirani wengi sana walikuwa analia juu ya hisia kali za Kelala. Hata Kelala mwenyewe aligoma kwenda kusherekea kwenye sherehe ya Mecca kwenye upokezi wa ile medali aliyoahidiwa na wazungu tarehe 14 mwezi wa 7. Sasa tuone kiasi gani sasa Engamba kama amepata zile taarifa na ameshamwacha shemeji yake katika ile eneo waliokuwa wanaburudika. Sasa tunaona kwamba hiyo siku Mecca alilewa sana na akawa na ile medali alikuwa nayo, na watu wote walitawanyika, yeye akawa ameachwa. Hadi giza likawa limetanda, mvua ikanyesha, ameamka usiku kuangalia shingoni hana ile medali. Kwa hiyo ni kiasi gani sasa ile medali haijulikani kwamba nani aliyeiba. Nafikiri hiyo medali alichukuliwa na watu walimuibia vijana. Sasa baadaye Mecca akiwa anajiuliza maswali mengi juu ya medali ambayo ameshakabidhiwa, haipo, imeshapotea tena. Akawa anaelekea nyumbani. Sasa ghafla akakutana na maskari polisi patrol kina Valin Gullet pamoja na kina Mfukon wakiwa wanafanya patrol, wakamkamata wakimpa kwamba kwa nini unatembea usiku na huna ID. Sasa baada ya Wafaransa wakoloni kuitawala taifa la Cameroon, walitoa sheria kali kwamba kila raia anapotembea usiku awe amevaa ID, yani identity, kwamba inamtambulisha kwamba yeye ni raia wa lile eneo. Sasa Mecca hana hiyo ID na hana chochote, na wameshamsahau kabisa. Wakambeba na kumpeleka kwa bosi wao ambao ni Valin Gullet. Afika kule kapigwa mijeledi 10 mgongoni. Kwaona ndugu zangu, dhamira ya exploitation operation inaonyeshwa ndani ya hii novel ya The Old Man in the Meadow. Uone kiasi gani hawa wa colon Valin Gullet anapomchapa viboko 10 Mecca. Alafu na baadaye sasa wanampa nafasi ya kujieleza. Mecca anasema kwamba ndio yeye aliyewakaribisha na ndio yeye aliyempatia medali ile, na anasema kwamba na ile medali amepoteza. Sasa baadaye wakasema kumbe ndio wewe, wakamshika mkono. Kuone hali ya hypocrisy tunaipata kupitia hawa colon, jinsi wanafanya hali ya unafiki. Unamchapa baadaye unampa pole kwa kile ambacho kilichotokea. Na Mecca akaeleza kwamba ile medali amepoteza, akawa anaomba kwamba wampatie medali nyingine, lakini wakamwambia kwamba watampa ile medali. Lakini hadi mwisho wa kitabu hatujaona kwamba Mecca akipewa medali nyingine ile ambayo alipewa mwanzoni na kuipoteza. Sasa Mecca akawa ameondoka katika ile eneo akiwa na hasira kali, kwa sababu ameshachapa viboko na ameshakasirika, medali hana. Anarudi anamkuta shemeji yake nyumbani Engamba na kumueleza mkasa wote uliotokea, na Engamba naye akawa ametoka na hasira kali kutoka lile eneo na kwenda kule Doomtown kuwafoka wale wakoloni kwa kile ambacho walichokifanya kwa Mecca, kumchapa viboko 10. Sasa Engamba alienda na akawa amefoka kule. Kuone kiasi gani dhamira ya awareness. Tunaona kwamba Engamba yuko aware kuhusiana na masuala ya exploitation na pia na upendo kwa shemeji yake Engamba. Kwa akafika kule kafoka na karudi na kuelezea ile situation. Alafu baadaye sasa Engamba akawa ameaga kurudi nyumbani kwake, na watu wote wakawa wametawanyika katika eneo kwa nyumbani kwa Mecca baada ya kusherehekea ile sherehe. Kama kila mtu ameenda kivyake, na Engamba naye akawa amerudi nyumbani kwake. Bila kusahau pia nizungumzie kuhusiana na sifa za Engamba. Engamba kama nilivyokuambia ni shemeji yake, na Mecca pia ni kaka yake na Kelala ambaye ni mke. Kelala ni mke wa Mecca. Kelala Engamba ni kaka yake. Tunaambia kwamba Engamba mke wake anafahamika kwa jina la Amalia. Amalia, lakini tunaambia kwamba Engamba alilisi wake wa baba yake 5, kwa jumla wake 6, ambaye kwa tunapata dhamira ya widow inheritance, kulisi wajane, kwamba Engamba aliwalisi wake wa baba yake. Kwa tunapata ile dhamira ya widow inheritance. Hata polygamy tunaizungumzia kwa huyu mhusika ambaye ni Engamba anayekaa mbali kidogo na Mecca.
Pia tunapata dhamira nyingine hata ya El Marriage kwa Amalia. Amalia inaonekana kwamba aliolewa na Engamba. Aliolewa na Engamba akiwa na umri mdogo sana. Kwa hata ile dhamira ya El Marriage tunaiona ipo ndani ya hii kitabu. Dhamira Blood Price, masuala ya kulipa mahari yamejadiliwa mengi sana, hata Ankolo akiwa anasema kwamba Suni atatoa mahari ili aongeze mke mwingine wa sita. Hata swala la superstition beliefs, imani za kishirikina zimeongelewa ndani ya hii novel ya The Old Man and the Meadow, tunapoona Ankolo akiongea na Engamba na pamoja na Meka kwamba ameweka ile dawa ya zindiko kwa ajili ya watu kwenye sherehe yake. Kwa unaona hiyo dhamira superstition beliefs and witchcraft inajaribu kuongelewa ndani ya hii novel ya The Old Man and the Meadow. Sasa huo ndo synopsis au summary ya hii novel ya The Old Man and the Meadow. Kama una swali unaweza kadondosha chini ya hii video, nitakujibu kwa undani zaidi ili uelewe kwamba nini alichokilenga mwandishi Ferdinand Oyono juu ya hii novel yake ya The Old Man and the Meadow. Lengo kubwa sana ni kutufahamisha yale tu yaliyotokea ya miaka ya nyuma 1956 kipindi cha ukoloni, kiasi gani Waafrika wenzetu walivyokuwa wanateseka miaka hiyo dhidi ya ukoloni, kwamba walinyang'anywa sana ardhi zao, cause au dhamira ya land alienation, exploitation, hypocrisy, betrayal zimeongelewa ndani ya hii novel ya The Old Man and the Meadow, na kutukumbusha kwamba sisi wa Afrika wema wetu ulituponza. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni kama sehemu ya ujinga, kwamba tulishindwa kuelewa. Pia mwisho wa kitabu tunaona kwamba Meka anapata awareness,